majira ya saa 3 kamili za asubuhi hapa. Hapa bwana kwenda kuangazia taarifa ambazo zimerindima, na hizi ni taarifa ambazo tunakufahamisha kwa sababu bwana wewe haupaswi kupitwa na hizi taarifa, kwa sababu tunafahamu ni kwamba wewe unategemewa hapo mtaani. Watu wakitaka kudhibitisha habari fulani wanasema bwana muite fulani bwana. Unategemewa sana bwana katika kuhakikisha watu wanapata taarifa. Wanapata taarifa bwana. Sawa sawa Sasa moja kati ya taarifa kubwa ambayo imeanza kusambaa majira kuanzia leo usiku ni kuhusiana na swala la umeme katika mikoa ya kaskazini, ambalo kwa mujibu wa serikali bwana umeme umekuwa ukisumbua sana maeneo ya mikoa ya kaskazini, na umeme huo katika ile masuala kukatika na kadhalika. Sasa serikali imesema bwana kitakachotokea ni kwamba huo mgao mnaoona hamtauona tena mikoa kaskazini, Kilimanjaro, Arusha, Manyara. Hamtauona tena huo mgao ambao umekuwa ukiwasumbua, kwa sababu serikali sasa ina mpango wa kununua umeme nje ya nchi, kwa mujibu wa rais wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan mwenyewe akithibitisha namna hii. Tuna umeme, tuna maji ya uhakika. Umeme unakatika maeneo ya kaskazini huko, lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini, ili umeme upatikane masaa 24 muda wote bila kukatika. Tuko kwenye hatua za mwisho kusaini mikataba ili tuweze kununua umeme ule uungwe kanda ya kaskazini na wananchi wafaidi na umeme. Kwa tutakuwa na umeme wa uhakika, maji ya uhakika kila pahali. Vijiji vyote vina umeme, tunakwenda vitongoji na umeme wa kutosha tunaununua unaingia, ili kazi za maendeleo ziendelee. Sasa hivi ndani ya wilaya hii ya Mwanga tuna umeme, tuna maji ya uhakika. Sasa wakati Rais Samia akizungumza hayo bwana, kukatokea ufafanuzi kutoka kwa msemaji wa serikali. Labda alisi watu wajaelewa kama alivyohisi. Mwenye sikuelewa mwanzo. Ameelezea kitaalamu hivi. Unaweza ukabaki una maswali machache kuliko yale yaliokuwa na mwanzo. Kweli Labda nikupe hii. Baada ya Mheshimiwa Rais Samia kusema kwamba serikali itanunua umeme maalum. Hivi unaelewa? Yaani serikali inakwenda kununua umeme maalum, yani umeme utakuwa maalum. Sawa? Kwa ajili ya mikoa kanda ya kaskazini ili umeme usikatike katika mara kwa mara, ofisi ya msemaji mkuu wa serikali imetoa ufafanuzi kwamba umeme uliopo katika grid ya taifa unazalishwa kutoka kanda ya kusini mashariki. Sikiliza utaalamu Exaudi. Usijifanye una pointi za msingi. Huu umeme ambao tunao unazalishwa kutoka unazalishwa kutoka ukanda wa kusini mashariki. Hivyo unasafirishwa umbali mrefu kwenda maeneo mbalimbali ya nchi. Hiyo hali inasababisha hapo katikati umeme kupotea. Na nukuu anasema kwa kanda kaskazini upotevu wa umeme unaosafirishwa umekuwa ukisababisha hasara zaidi ya shilingi bilioni 32 kwa mwaka. Kutokana na upotevu na usafirishaji mrefu wa umeme, kanda kaskazini inakabiliwa na changamoto kubwa katika kwa umeme mara kwa mara, hali ambayo inawaathiri wananchi. Sawa. Sasa anasema ununuzi wa umeme kutoka Ethiopia, umeme maalumu ndio kupitia Kenya, utaondoa hiyo changamoto katika kwa umeme mara kwa mara na kuokoa upotevu
wa umeme kwenda kanda hiyo ya kaskazini. Gharama za umeme unaonunuliwa kutoka Ethiopia ni nafuu kutoka Tanzania kwa mwanachama wa gridi ya umeme ukanda wa kaskazini mwa Afrika. Sasa Mheshimiwa Msigwa anajua kabisa, anajua. Baada ya kupost hivyo akatulia, akaweka simu yake chaji, akaanza kusoma comments kwa sababu ninajua alijua ambacho atajibiwa. Na najua alijua ambacho wananchi watareact. Ayua kauli ya Mheshimiwa Rais ilipokelewa na maswali mengi kwa sababu ya hivi karibuni tumetoka kwenye kipindi cha kuamini tumemaliza shida ya umeme na kuamini kwamba sasa hivi sisi ni matajiri umeme tunaokwenda kuuza nje. Kwa hiyo ilipotoka mara ya kwanza na kwenye kauli ya Mheshimiwa Rais haikuwa na maelezo yoyote ya kwamba kwa nini tunanunua kutoka Ethiopia na nini, kwa nini umeme maalum, kwa nini umbali, hayo yote ya kueleza. Kwa hiyo ilihitaji ufafanuzi. Ufafanuzi aliofanya Msigwa unaweza kitaalamu. Jana nilikuwa naongea na ndugu yangu mmoja anasoma mambo hayo. Wakati baada ya kuona hiyo nikamuuliza hivi masuala ya umbali nini, akaniambia umeme umbali mrefu, umeme wa usafiri. Ambao bado pia tukitazama wapi ni mbali unagundua kwamba kutoka huku kwenda kaskazini ni karibu kilomita. Sasa sijui umbali wataalamu wa masuala umeme wanahesabu vipi. Lakini pia swali lingine liko juza umeme ule unaotoka pale Tanga ndio wewe unaenda hivi kaskazini au yani of course ndio maana nimekwambia swali ambalo nimebaki nalo peke yangu ni hilo la umbali. Watu wa umeme wana calculate nini? Mimi mwenyewe nakumbuka tulishaikuwa na fundi pale kanisani kwetu. Of course tulikuwa tunachukua waya kupeleka kwenye uwanja fulani, tulikuwa tunafanya masuala ya mikutano ya nje. Sasa waya ulikuwa mrefu kweli. Kwa hiyo alafu ulikuwa ule waya wa umeme ulikuwa umejikunja hivi, unajua wakati wa kusokota. Sasa wakati wa kusokotoa fundi alituambia tuunyoshe. Kwa nini? Anakuambia umeme utapita kule kwenye mikunjo. Sasa asema kadri unavyopita mwili unapungua. Sasa ni kitaalamu sana. Ndio maana niliposikia kwa Mheshimiwa Rais sisi nilisubiri kwanza, ngajua lazima tu yataibuka maswali mitandao na wapi, afu lazima tuzoke ufafanuzi. Sasa ufafanuzi wa jana wa Msigwa kamaona pia kwenye chombo kimoja cha habari anaojiwa akauzungumza huu. Sema ngoja tusubiri yakibuka maswali mengine atajibu tena mpaka watu tuelewe, kwa sababu mambo haya ni ya kitaalamu. Kwa hiyo sasa ukianza kuyachambua wewe ambaye hujui umeme unasafirije, unatokaje huku kwenda kaskazini, na pia ukifuatilia unagundua Msigwa anajaribu kutuonyesha kwamba ni nafuu zaidi au ni rahisi zaidi kwa umeme Ethiopia pale kuleta kaskazini kuliko kutoa huku. Nilikuwa najaribu kuangalia mikoa ya kaskazini mwa nchi. Mkoa kwanza ni Arusha, Kilimanjaro, Tanga na Manyara. Ukisema utoke Dar es Salaam hapa kwenda kwa mfano Kilimanjaro ni kilomita kama 500 zikiwa nyingi mpaka ufike kwa 560. Zikiwa nyingi sana. Ukiongezea kwenda Arusha karibia 700 hivi. Ukiongezea kupasua kutoka hapa na Tanga ni chache zaidi kama 400 kasoro. Sasa ni eneo ambalo kutoka kwa mujibu wa Google kutoka Tanzania mpaka Ethiopia ni kilomita 1706. Yani inazidi kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Kigoma. Tanzania eneo gani sasa? Huko Dar es Salaam au kutokea kaskazini? Of course ni kutoka hapa Dar es Salaam. Yeye napiga hiyo tunapiga kwanza kwa vitu vya ndani tupate nani. Na ukifuatilia Google jana watu wengi sana wamegoogle kwamba umbali Tanzania close to Ethiopia. Jana watu wengi sana
Kwa sababu ukiandika Ethiopia and Tanzania kwenye Google sasa hivi itakuonyesha Watanzania ambao wametazama kwamba walikuwa wanajaribu kujiridhisha. Ndio maana nimebakia na swali kwamba calculation ya umbali wa masuala haya umeme tuna calculate kwa kutumia hizo kilomita za kawaida au labda namna wao wana calculate umbali ni nini kwenye masuala ya umeme. Kuna nchi tulisikia zenyewe zina transfer umeme kwa njia ya teknolojia, sio ya nyaya. Ndio zipo. Umeona? Sasa usikute kuna hiyo namna. Kwa hiyo nadhani ni kusubiria nani, tutaelewa tu taratibu. Kama kuna sehemu hajaeleweka najua tafafanua tena. Kama ulivyosema Exaudi, issue iko kwamba tumekamilisha bwawa la Nyerere kwa 99% zinaenda 100. Bwawa limekamilika katika eneo ambalo wananchi wana matumaini makubwa. Wakati wananchi wana matumaini makubwa wanapata hizi taarifa. Lakini wakati ulitangazwa mgao wa muda mfupi ule siku 5 wa miundombinu pia nilikwambia jambo ya kwamba tuna matatizo yanatuandama. Wakati wa migao ya umeme tuko tunategemea maji hamna. Maji yakapatikana, sijui maji yakapatikana yakaingia kule kwenye vile vinu mpaka yakajaa. Umeme ukapatikana wa kutosha. Ulivyotosha miundombinu haitoshi. Okay, miundombinu inarekebishwa umeme mgao unakuja. Miundombinu inarekebishwa, tunaambiwa kuna mkoa umeme haufiki. Kwa hiyo maswali yatakayokuwepo, je, kaskazini hakuna vyanzo vya kuzalisha umeme? Tunaambiwa kuna joto ardhi, tunaambiwa kuna umeme wa upepo. Kuna maeneo hapo alipotaja Mheshimiwa Rais kuna upepo mkali sana mpaka ukiwa na gari yako imeandikwa tahadhari, sio unafahamu? Ndio. Naelewa. Hatuna vyanzo vingine, gesi na kadhalika. Kwa hiyo hii issue italeta maswali ya aina hiyo ambayo sio mabaya. Watu wanatamani katika kujenga uelewa. Watu si wana imani kubwa. Kwa lazima watu waondolewe wasiwasi kwamba tupo kwenye changamoto bado au changamoto imeshamalizika. Tunauza umeme au tunanunua umeme. Na kama tunauza tunauzia kina nani? Ngapi? Na tunanunua wapi? Inasikana pia ni biashara ya kuuza kununua. Sisi tunauza huku labda kwa aliyeko karibu yetu tunamuuzia. Aliyeko mbali yetu huku tunamuuzia, aliyepo kule tunamnunua. Hiyo inawezekana pia. Kwa hiyo ni ufafanuzi. Ni fafanuzi kupewa hiyo. Zije. Na kimsingi labda unajua kama tutanua umeme kaskazini huku, hiyo mikoa 4 ile ukutajia, Arusha, Kilimanjaro, Tanga na Manyara, manake ni kwamba sasa grid ya taifa itakuwa na umeme mwingi kuliko ule wa ziada sasa. Sasa hayo ndio maswali ya kuwauliza kwamba wa ziada vipi? Wa ziada sasa huo maalum kwanza ni wa aina gani? Unakuja kwa mkataba wake. Zakana pia tuna maalum, manake una umaalumu wake. Mambo ya kuelezewa. La kauli ya Mheshimiwa Rais ilivyotoka ilikuwa ni lazima iibue maswali. Na sio kwa nia mbaya watu, kwa sababu tayari wanajua kwamba sisi hatuna tena shida. Ni sawa sawa na uwe nyumbani unajua kila kitu kipo, vyakula nini, friji limejaa. Alafu namsikia baba anasema hapo nje, njaa inauma, yani hapa hatuna tayari, ngoja tufanye mchakato wote tupate chakula maalum. Tupate chakula maalum kwa ajili ya kusaidia familia kwa siku mbili. Sema mbona kwenye friji kuna vitu vingi. Kuna unga nimeona, wali ni mchele nimeona kutosha ndani. Kwa hiyo ndio hiyo. Ndio lazima ujue kwamba kumbe baba yeye anataka kuna kitu ambacho kwenye vyakula akipo, nataka kukiongeza je mkahisi kwamba hamna njaa. Kwa hiyo tayari ni kusubiria bana. Kwa sisi wafuatiliaji wa mambo, tunachokiona hapa ni kwamba nje na gumzo la Simba na Yanga kutaradadi wiki hii. Hiyo pia swala lingine hapa ambalo litataradadi ni umeme. La kununua umeme kutoka Ethiopia. Hakika itazua maswali, lakini maswali haya ya kujenga na majibu yawe kwa ajili ya kujenga, kwa sababu sisi wenyewe hapa, kwa mfano sisi tunatoka kaskazini mimi na wewe. Tutafurahi tukipata umeme wa uhakika. Unazungumzia eneo hasa Arusha, mateso bila chuki. Arusha umeme unakatika. Arusha hakuna nyumba haina sola. Arusha. Itakuwa ni moja kati ya nyumba 10. Ila nyumba Arusha zina sola. Nyumba zina matenki ya maji. East Africa Radio Morning Express. Your super breakfast.
Tuandike maoni yako kupitia ujumbe mfupi maandishi. Kumbuka sasa hivi tuko live pale YouTube channel East Africa Radio. Unaweza ukaingia kwenye YouTube pale ukatuandikia maoni yako. Pale YouTube bana, ukifika wewe tuambie tu kile ambacho unawaza wewe. Unawaza nini? Kwa haya ambayo tumeyazungumza hapa. Tuambie pia weekend yako ilikuwaje bana? Leo Jumatatu. Leo kuna weekend nzuri hivi ambayo kuna matukio mengi kuliko. Kwa hiyo na wewe tuambie pia weekend yako imekwendaje. Sisi tupo hapa. Kwa hiyo mpenda soka tunajua ni weekend ile kukera kidogo, lakini vumilia. Ndio maisha. Maisha ni safari. Maisha ni safari. Sasa bwana, tayari pale mdau wetu Omari amesharekebisha kupitia YouTube channel East Africa Radio. Kama uko East Africa, kama uko YouTube andika East Africa Radio utatuona hapo. Utamwona Exaudi Mteo, unaniona mimi hapa. Mimi ndio nimevaa miwani ambao unaniona. Exaudi Mteo unamwona hapa anashika simu kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi maandishi, na ujumbe huo unauandika kupitia namba ya simu ya 0683 802 966 0683